Kwa taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba Rais William Ruto amepokea ripoti ya upendekezaji wa mwenyekiti na makamishna wateule wa jopo la baraza la tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kutoka kwa tume ya uteuzi wa jopo la tume hiyo. Japo majina ya waliopendekezwa hayajatajwa, kilele cha uteuzi huo kinatarajiwa kujenga upya tume hiyo ili kuwezesha kutekeleza majukumu yake ya kikatiba ambayo yalikatizwa na kutokuwepo kwa baraza hilo. Baada ya siku takriban 11 baada ya kutimilika kwa shughuli za kuwasaka makamishna na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, jopo lililotwikwa jukumu la kufanya ukaguzi huo limewasilisha ripoti ya uteuzi wa Rais William Ruto Ikuluni Nairobi. Jopo hilo linaloongozwa na Daktari Nelson Makanda lilimaliza mahojiano ya waniaji wa nafasi ya mwenyekiti na makamishna mnamo tarehe 25 Aprili mwaka 2025. Rais amepokea majina ya waniaji wawili bora, akitarajiwa kupitisha mwenyekiti mmoja na makamishna 6 kwa ajili ya kupitishwa na bunge la kitaifa. Rais Ruto ameahidi kutekeleza jukumu lake la kikatiba kwa utimilifu unaohitajika. Hapo awali vinara wa upinzani wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka, Martha Karua wa PLP na Eugene Wamalwa wa DAP walisema kuwa walipaswa kushirikishwa katika mchakato huo wa uteuzi. Walidai kuwa huenda Rais Ruto anapasha misuli kwa ajili ya kujizolea kura katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027, kwani baadhi ya wanaomuunga mkono wako katika kinyang'anyiro cha ukamishna. Hata hivyo, uteuzi wa tume mpya IEBC unatarajiwa kupelekea uimara wa tume hiyo, ambayo kutokuwepo kwake kumesababisha kudorora kwa shughuli za uchaguzi nchini, ikiwemo uchaguzi mdogo katika baadhi ya maeneo bunge na wadi, pia matayarisho kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Anyango Sylvia, Runinga ya KU.